Kwa majina naitwa Agri Sholo Lusimba, mbunge wa mwananchi wa Likoni. Mimi nasema baba ametuacha, lakini kuna watu wamewacha. Kwa sababu ile spirit yake baba ameenda, lakini spirit iko kwa watu. Kwa hivyo chama cha ODM bila viongozi wa ODM wa vigogo, kuna vigogo ODM bila waliongea, ODM isianguka. Kuna watu wawili watatu waliingia kama wakipata ODM inaendelea, ndio wanataka kusafarisha ODM. Na sisi tunasema watu kama hawa, kamati ya ODM ikikaa, watolewe waende wasimame na vyama vingine kama wako na nguvu, kwa sababu tunajua hao karibu watatu. Wa kwanza ni Sifuna, wa pili Bobo Wino, wa tatu Caleb Hamisi. Hawana power, kwa sababu hata ODM nimefanya mtu kama Sifuna akapata kuwa kujulikana Kenya. Alikuwa julikana popote, alisimama kwa MCA na chama kingi akapata kura 15. Baba akamleta Nairobi akisema na ODM akamuinua mkono. Kwa hiyo baba ndiye alifanya Sifuna akakuwa nini, akaonekana kujulikana. Kwa hivyo kama analeta ujinga atulie. ODM penye meoje kuna wenyewe na wenyewe wako. Hata Ruto ni mwana ODM live. Hii ingine ni mapito tu, lakini yeye ni mwanachama ODM la live. Kwa hivyo wakicheza wakinapenda ni ODM, wakinijua balala wako. Sasa yeye asisema tena ni ODM, ajua ODM ilianza wapi. Kama ni cheje yako nacho, kulikuwa Ababu na Mwamba alikuwa na cheo kama hicho, na alikuwa ameunganisha jamii ya Western kwa ODM. Yeye hata nikiangalia kama yeye mkuu wa chama cha ODM hana faida, kwa sababu kwa kwenye metoka hatujaona hata MC hata mmoja, tuliona hata mbuga hata mmoja. Ni faida gani ameletea ODM? Kwa hivyo akitoka anatoka kama Sifuna, atoki kama Mbaluya. Hiyo nimekataa. Kwa hivyo ODM bado iko na nguvu. Wakati watakaa Kenya mzima, komiti yote ikae uangalie ni nani atashikilia chama itaendelea, kwa sababu watu ni wengi. Lakini wakisema mimi, kwa sababu huyu mzee watu walikuwa wanampenda, na nimeona badala atakuwa kiongozi wa chama, wangewaje ile boma ishikilie kwanza mpaka 2027 kuri kipigwa ndio angalia mtu mwingine, kwa sababu uwezi kwa umeona fulani amefiriwa alafu tena unaanza kumuongeza machungu mnyang'anye maybe mahali penye alikuwa na mapato. Wangewaja kama ni ndugu yake Raila aendeleze ile chama mpaka 2027. Sasa ikifika 2027 mpaka kule mbele ndio wajipange, kwa sababu kweli Raila amekufa, na akikufa chama ni chake. Uwezi toka tu mtu amekufa na uje tu wanyang'anye. Sasa unafanya wanakuwa ni yatima zaidi, watakuwa na huzuni mkubwa, na sio vizuri. Hiyo haitafanya watu wadhanie wana ODM wadhanie kama ni chama cha familia. Ndio za kosi kama hivi. Watadhani chama ni cha familia peke yake. Wawezi dhania kwa sababu ya nini? Vijana nao pia watasikiaje? Ndio mzee mpaka 2027 akati vijana wako wenye nguvu. Ujue ODM ikiongozwa na mzee, sio kumaanisha kote itakuwa ni wazee, kwa sababu kuna vyao vingi katika ODM na kuna huku utaweza simama kama kijana kama ODM. Sasa hii kiti ni kimoja, uwezi patia kijana, kwa sababu kuna vijana wengine tunaona bweka wakipatiwa chama saa 12 asubuhi wanataka kuipeleka kwa upinzani kuiuza. Sasa heri huyo mzee amekoma, na ule mzee alianza na ODM mbali, hawezi danganywa na mtu akaenda kuuza chama, kwa sababu kuna vijana sasa wako na tamaa, wapate chance ya hii chama cha ODM waende wauze wapate faida, na sisi hatutaki. Mimi naona mzee Oburu ametosha kwa sasa hivi, wangoje mpaka 2027 watafute mtu mwingine. Hiyo ndio maoni yangu. Vijana watafuta vitu vingine, vitu ni vingi, wachema ni wengi. Sasa ile si ati kumaanisha Oburu akikuwa mkubwa kule, huku kwote itakuwa ni wazee. Nile kitu moja, hata Raila wakati alikuwa ni wachama mkubwa chama, huku chini kwote kulikuwa na vijana wengi. Wakati Sifuna walipata nafasi na nani? So walipewa, mbona kupatia wazee? Kwa hivyo watulie, ngoma ya vijana ya keshi, ya wazee na kesha. Kwa hivyo vijana kwa wao wadogo watulie. Hautaanza kuongea kwamba watu wanachagua kama chama kitachaguliwa na nani? Ruto. Nairobi. Sifuna kwanza, mwingine ni Bobo Wino. Mbona kumechaguliwa na Wajaluo peke yake? Mbona tusione kuna wale ambao wako mbele yake kama kina Joho, kuna nani? Mbona sisi kama tunane vipi? Ujue chama cha ODM
kiko na sio cha Wajaluo. Hata mimi nikianza gari kinoi gari moja nikiandika ni Mluya, mimi ndio nani nilianzisha, kwa sababu kama singeanzisha kulingana vile nilianzisha na mpangilio. Kama ningeanzisha hivi hivi haingeshika nini, haingeshika mizizi. Watazanua gari moja, kama una akili ile gari za gari nyingine, kwa maanisha ODM hata kama ilikuwa ni Mjaluo, ule Mjaluo alianzisha ile ODM alikuwa na akili, kwa sababu tumeona vyama vingi vimeanza, lakini hakuna mahali hatujaona mahali penye vimeenda, vinakuwa vyama vya ukabila, kwa sababu kama Wiper imeanza lakini hakuna mizizi, kumaanisha Raila alikuwa na msingi wa chama cha ODM. Watu wakisema cha Mjaluo tunakuwa si kama Baluya, lakini hatuwezi sema Raila, hatuwezi kuwa kabila zote tukakuongoza, na uwezi tengeneza nyumba wewe utoke uje ingie kwa hiyo nyumba uje ilianza vipi? Lazima uwe kwa hiyo nyumba. Kwa hivyo hawa vijana watulie, ODM ikianza kuna vigogo. Kwa nini asichaguliwe? Njoo hajasema anataka uongozi wa chama cha ODM, kwa sababu yeye tayari sasa ni waziri. Haya, tumeona kwa sababu kanda unasema hajasema, tumeona wametafuta umaarufu na ulianza kupiga baba mapema hata kabla hajakufa. Sasa watu ndio tumeona hao kama watatu hao wenye nimetaja walisaliti baba hata kama bado anatembea, kwa sababu alianza kujianza, tukaona babu yule mara Wiper mara si wapi. Baba kiwaambia bwana kijana tulia, hata mswada hata mmoja hajaipeleka bungeni, ukifahamu na gani ukafaulu, mbio ya ugavana ya nini? Hawakutaka kusikiza mzee. Kwa hivyo hao vijana watatu hawakutaka kusikiza baba. Ukiwa na baba yako hata kama ni mwendazimu ni babako, akikwambia ni huku fuata ninamwambia, akitoka ndio utapata nini ile nguvu. Lakini wewe si hata kupinga baba yako alafu kesho unataka wachie nafasi, haiwezekani.